إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي. Ndugu zangu, tuelewe hakika ya yale matlaba ambayo yalikuwa matukufu katika mambo ambayo mja alikuwa amepewa akawa ni matukufu mambo hayo, na ambayo yeye anatakikana kwamba awe ni mwenye kushikamana nayo. Kadhalika katika mawahibu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo huwapa waja wake zilizokuwa kubwa sana, talabul ilmi shar'i ni kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah jalla jalaluhu na kutambua amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kutambua yale ambayo Allah alikuwa ameyakataza, ili wewe mja wa Allah uwe ni mwenye kujiweka mbali na makatazo hayo, kwa maana usiwe ni mwenye kuingia yale ambayo Allah alikuwa ameyakataza. Na hutoweza ndugu yangu Muislamu kuweza kutekeleza amri za Allah, kuweza kuacha yale ambayo Allah Mola wako alikuwa amekukataza, illa bitamassuki bitalabi ilmi shar'i, isipokuwa kushikamana na jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria. Illa bitamassuki talabi ilmi shar'i, isipokuwa kushikamana na jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria, ndio utaweza kufahamu amri za Allah ni zipi na vipi ambapo amri hizo zinatekana zitekelezwe, na ndio utaweza wewe kujua makatazo ya Allah ni yapi, na vipi utaweza namna ya kuweza kujiweka mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakataza. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba sharafu ya mawahibu za Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amewapa waja wake, na utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewapa waja hao, ni jambo zima la kushikamana na elimu ya kisheria. Yoyote yule ambaye alikuwa anaonekana kwamba yeye anashikamana na elimu ya dini yake, ya kumtambua Allah, ya kutambua amri za Allah na kutambua makatazo yake, kisha akapata taufiki ya kuweza kufanya kazi, elewa kwamba huyo ni mtu ambaye mwenye kheri kubwa sana, na huyo ndiyo ambaye mwenye kufikia pahala ambapo palipokuwa pazuri, na mwenye kufanikiwa kutokana na mawimbi ya haya dunia. Faman wuffiqa li talabi ilmi, basi yoyote yule ambaye alikuwa amewafikishwa katika jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria, faqad wuffiqa lil khairi kulli, basi mtu huyo anakuwa amewafikishwa katika khairi zote. Kila jambo la khairi ambalo wewe unalijua
elewa kwamba mtu ambaye alikuwa ameshikamana na elimu ya dini kisawa sawa, na akawa kwamba yeye hatangulizi matamanio yake, ikawa kwamba yeye hatangulizi mazoea ambayo alikuwa ameyakuta, huyo amewafikishwa katika kheri zote. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote ambaye Allah alikuwa anamtakia kheri, ambaye anamkusudia kheri, yufaqihu fi din, humpa utambuzi katika dini, akafahamu Mola wake nini ambacho anachokitaka kutoka kwake mja huyo, akawa ni mwenye kukisimamia kile ambacho Mola wake anachokitaka, na akafahamu nini Mola wake amemkataza, na yeye akakatazika, akajitahidi, akajiepusha na kila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amekikataza. Ndugu zangu, tuelewe, al-ilmu nurun, elimu ni nuru liluquli, elimu ni nuru kwa akili. Akili yoyote ili iwe ni yenye mwangaza, akili yoyote ili iwe ni yenye kutulizana, akili yoyote ili iwe ni yenye kufanya mambo ambayo jamii mambo hayo yatazingatia na yatahesabu kwamba mambo hayo ni katika mambo ambayo ya kuiendesha jamii na kuitoa jamii katika ujinga, kuipeleka katika mwangaza, kuitoa katika hali ambazo zilikuwa mbaya, kuipeleka katika hali ambazo zilikuwa nzuri, kuitoa katika mabalaa haya na yale, kuipeleka katika hali ambayo ilikuwa ya salama. Basi jamii hiyo lazima ipate akili ambazo zilikuwa zimesalimika, lazima ipate akili ambazo zilikuwa zina maarifa, lazima ipate akili ambazo zilizokuwa zimeshikamana na elimu. Kwa hiyo elimu ni nuru liluqul, elimu ni nuru kwa akili, wa dhiya'u lilhadharati, na vile vile elimu ni mwangaza kwa zile hadhara tofauti tofauti na maeneo tofauti tofauti. Popote pale ambapo panapo nuru, basi ujinga unakuwa ni wenye kutoweka, kadhalika giza linakuwa ni lenye kutoweka la ujinga na kuwa mbali kabisa giza hilo. Lakini pahala ikiwa hakuna elimu, watu hawafahamishani masala ambayo yanofungamana na jambo la kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, elewa kwamba jamii hiyo itazama katika ushirikina, elewa jamii hiyo itazama katika mabalaa ya kufanya uchawi na ushirikina wa kila aina, kwa sababu watu wameacha jambo la kusomeshana tauhidi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha jambo la kufundishana masala ya akida. Ndio maana jamii ikawa imezama katika ushirikina, jamii ikawa imezama katika maasi haya na yale, katika mambo ya kurogana, katika mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mara utawasikia watu wana mzimu wa babu yao wameachiliwa, wao ndio wanakwenda hapo kutatua shida zao, hali ya kuwa mambo hayo si sawa, hali ya kuwa mambo hayo yanamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa zindukeni enyi ndugu zangu Waislamu, lazima watu wasomeshane tauhidi, lazima watu wafahamishane masala ya akida, waelewe nani Allah subhanahu wa ta'ala na kwa nini wao wamewekwa na Allah katika ulimwengu huu. Lazima wasome dini yao Waislamu ili waweze kumfahamu Allah, ili waweze kutambua amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kutambua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakataza. Kwa hiyo wadhiyaun, elimu ni mwangaza vile vile, lilhadharati, kwa zile hadhara na katika kila sehemu ambazo zilikuwa Waislamu wapo au jamii hiyo inaishi viumbe ambao wao wamekalifishwa lazima wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad hatha alislamu, na tuelewe Uislamu umehimiza ala talabi alilmi nafi, juu ya jambo zima la kutafuta elimu ambayo yenye manufaa. Uislamu umehimiza kwamba watu wajihimize katika jambo la kutafuta elimu ili waondokane na ujinga, ili wawe katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Lakini leo jamii ya Kiislamu wamezembea sana katika upande huu wa kutafuta elimu. Wao wanakwenda katika harakati zao, mtu kuamka kwake mpaka kufika kwake jioni, anarejea tena katika malalo yake. Muulize kwamba wewe umehudhuria darasa ngapi? Hana darasa ambayo alikuwa amehudhuria, hana sehemu ambayo yeye anayokwenda akajifundisha masala ya dini yake, na yeye anaona kwamba kuingia kwake msikitini kuswali swala 5 basi, na tayari kwamba labda ana mke na kuishi na mke wake kwa mazoea ambayo alikuwa amewakuta wazazi wake, tayari anaona kwamba yeye Uislamu amekusha kukamilisha. La, ndugu yangu Muislamu, maisha yako ambayo unaoishi wewe lazima uyaakisi katika elimu alokuja nayo Bwana Mtume
Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulala kwako lazima ulale kielimu ambavyo Mtume alivyofahamisha vipi wewe unatakana ulale. Kuamka kwako lazima uakisi namna ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokufahamisha kwamba vipi namna ambavyo unavyotakana wewe Muislamu uamke. Kadhalika katika kwenda katika harakati zako za kutafuta maisha, kwamba Uislamu haujakuacha tu uende kimazoea, uende kiujinga. Lazima uangalie kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha vipi namna ya kuamiliana katika miamala ya kibiashara, katika miamala ya kazi ambayo wewe uko nayo. Kadhalika namna ya kuishi na majirani, Uislamu umekufahamisha namna ya kuishi na majirani, na vile vile namna ya kuishi mtu na mke wake, na namna ya kuishi mtu na mume wake. Uislamu umeelekeza na ukatoa elimu katika pande hizo, na kila hali ambayo Muislamu yupo na kila sehemu ambayo Muislamu anapatikana katika sehemu hiyo, basi elimu ya Uislamu sehemu hiyo tayari imekwisha kuifahamisha kwamba sehemu hiyo wewe unatakana uishi vipi, na katika hali hiyo vipi wewe unatakana kwamba ukabiliana nayo kwa misingi ya elimu ya kisheria. Sasa inakuwaje Waislamu hawana nguvu? Inakuwaje Waislamu wanakuwa ni dhalili? Inakuwaje Waislamu ndio ambao wanaonekana wanazama katika maasi? Inakuwaje Waislamu ndio ambao wanaonekana wanazama katika ushirikina, wanazama katika mambo ya kurogana, wanazama katika mambo ambayo kwa mabaya na mambo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala? Hii yote inaonyesha kwamba Waislamu wameacha elimu ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alotumwa nayo kutujia sisi, kutuelimisha, kututoa katika ujinga na kutuweka katika nuru. Ndiyo unaona kwamba jamii ipo katika hatari ambayo ilikuwa kubwa. Laitani Waislamu wangelikaa kisawasawa haswa, wakashikamana kisawasawa haswa katika elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemtuma mtume wake kutufikishia sisi, watu wangesimama sawa. Wanapoingia msikitini wakawa wao wanafuata sheria ya Uislamu, wanapotoka msikitini wakawa wanafuata sheria ya Uislamu, wanapoingia majumbani mwao wakawa wanafuata sheria ya Uislamu, wanapotoka majumbani mwao wakawa wanafuata sheria ya Uislamu, ambayo ndio elimu alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamii ingetoweka na jambo la kushirikishwa Allah, kwa maana ingeepukana jamii hiyo na jambo zima la kushirikishwa Allah. Jamii hiyo ingeepukana na mambo ya kuwasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii hiyo ingeepukana na watu wake wakawa mbali na kuyasema maneno ambayo kwa mabaya na kutenda vitendo ambavyo vilivyo vibaya. Lakini wapi, jamii imezama kabisa katika maasi ya kumwasi Allah, na huku wakaziendekeza nafsi zao, wakawa wanafuata ule utashi wa nafsi zao na nafsi ambazo zinavyoelekeza, na hali ya kuwa Allah ametuletea elimu akatuambia hizi nafsi ni zenye kuamrisha uovu. Inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, nafsi ni yenye kuamrisha uovu isipokuwa ile ambayo alirehemu Mola wangu. Allah ametuelimisha kuzijulisha nafsi kwamba hizo nafsi ambazo viumbe walizokuwa wamepewa ni zenye kuachana na mambo ya utiifu, zinapenda maovu, zinapenda maasi, zinapenda mambo ambayo kwa mabaya. Sasa Muislamu, ili uweze kuikandamiza nafsi yako, ili uweze wewe kukwepa mawimbi ambayo yako katika ulimwengu, ni lazima ushikamane na elimu. Ndugu yangu Muislamu, kwa hiyo jiangalie ndugu yangu Muislamu, kusoma kwako unasoma vipi wewe, na elimu unaitabikisha vipi, unaifanyia kazi vipi, kuanzia kuamka kwako mpaka kufika tena katika malalo yako. Una darasa ngapi kwa siku? Jawabu ukipata, basi jijue kwamba upo katika hatari ambayo ilikuwa kubwa. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, inatakikana tuzilee nafsi zetu ziwe na himma katika jambo zima la kujifundisha masala ambayo yanafungamana na dini yetu, na wala tusikubali tukawa sisi tunaishi katika ujinga wa kila masala ambayo tulikuwa tunayazunguka au tunayaingia au tunayapita au yametuzunguka masala hayo. Tusikubaliane na jambo hilo. Ni vyema kwamba wewe katika hali ya kuishi kwako na maisha ambayo ulikuwa nayo,
jitahidi kila jambo lako uangalie kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha vipi katika jambo hilo ambalo wewe unalifanya au unakusudia kulifanya au unakusudia kuliendea jambo hilo au kwamba litakujia jambo hilo. Basi liangalie jambo hilo vizuri sana katika misingi ya Uislamu. Usiseme kwamba jamii nimeiona kwamba inafanya na mimi wacha nifanye. Si jambo ambalo lilokuwa la sawa, kwa sababu utaiweka katika jamii katika mazingira yaliokuwa mabaya, na mtu kuigaiga tu mambo ambayo yanayokuja basi na kuyaangalia mambo hayo kwa misingi ya kiongozi wa umma huu ambaye ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wewe unahesabika katika kuisaidia jamii hiyo, kuitoa jamii hiyo katika ile nuru, kuipeleka katika ujinga. Kwa maana unaitoa jamii katika hali ambayo Mtume alokutaka kwamba wewe uifanye jamii iwe katika hali hiyo, lakini unaipeleka katika hali nyingine. Kwa nini? Kwa sababu ya wewe kuigaiga kila jambo ambalo unaliona linalokuja, ulirejeshi katika misingi ya elimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameiasisi. Na ndio maana ukaona mambo mengi sana yameingia katika jamii, na Waislamu wakawa wamelala, na Waislamu wakawa hawayakatazi mambo hayo, hawayagombezi mambo hayo, kwa sababu wao wenyewe hawana elimu ya kuyakataza hayo mambo. Ndio maana ukaona mambo yakazagaa, yakaingia, yakaathiri jamii, yakaitoa jamii katika njia ambayo ilikuwa ya sawa. Ndugu zangu Waislamu, hima ya kutafuta elimu ni jambo la lazima, na hima yako ile inafungamana na kufanyia kazi kile ambacho utakachokisoma. Kuna mtu mmoja alisikia Abu Darda ana hadithi moja tu, tena Abu Darda anaishi katika miji ya Damascus, Syria. Yule mtu alikuwepo katika mji wa Madina, kwa hiyo akafunga safari kumfuata Abu Darda Damascus kwa ajili ya hadithi moja tu ambayo yeye amemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi hiyo akihadithia. Alipofika yule mtu, Qais ibn Kathir anatusimulia, kuntu jalisan inda Abi Dardai, mimi nilikuwa nimekaa mbele ya Abu Dardai. Faatahu rajulun min almadina, madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akajiliwa yeye na mtu kutoka katika mji wa Madina, mji wa Madina bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, mimi nimekujia wewe bihadithin, imenifikia habari, balaghani annaka tuhaddithu bihi, imenifikia habari kwamba wewe unahadithia hadithi hiyo, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nimesema nifunge safari nje kudiriki wewe kabla ya kufa, usije ukaondoka na hadithi hiyo hali ya kuwa kwamba mimi sijaipata hadithi hiyo. Yule Abu Darda akamuuliza, ina maana hujajia jambo jingine lolote isipokuwa hadithi hiyo? Akaambia, hakuna jambo ambalo lilokuwa nimejia mimi isipokuwa hadithi hiyo. Hakuna chengine ambacho kilichokuleta katika miji hii ya Syria isipokuwa hadithi hiyo? Akaambia, hakuna chengine isipokuwa ni hadithi hiyo. Abu Dardai baada ya kuwa amepata kujua kwamba huyu kimemtoa katika mji wa Madina kuja katika sehemu hii ya Damascus kufuata hadithi moja, ndiyo akamwambia, sami'tu Rasulullah, mimi nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akisema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa fi riwayatin yatlubu fihi ilman سهل الله به طريقا إلى الجنة وفي رواية سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Akamwelezea akamwambia kwamba mimi nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yoyote ambaye mwenye kuipita njia hiyo akawa anatafuta elimu ndani yake ya kumtambua Allah, ya kutambua amri za Allah, ya kutambua makatazo ya Allah, ili zile amri za Allah zifanyie kazi na yale makatazo yeye akatazike, awe mbali na yale ambayo yalikuwa amekatazwa, sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humfanyia wepesi mtu huyo njia ya kuelekea peponi. Katika riwaya imekuja, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna, Allah humpitisha mtu huyo njia miongoni mwa njia za kuelekea peponi. Kisha akasema, wa innal malaikata, kaendelea kumsimulia, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi,
na kwa hakika malaika wameweka mbawa zao chini kwa ajili ya kumridhia yule ambaye mwenye kutafuta elimu. Kila ambaye unamuona kwamba anatafuta elimu ya kumtambua Allah, kutafuta elimu ya kutambua amri za Allah, kutafuta elimu ya kutambua makatazo ya Allah, elewa kwamba huyo anaridhiwa na malaika, wanamuombea dua za kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuombea dua za msamaha. Kadhalika akaendelea kumhadithia Abu Darda yule mtu kwamba Mtume akaendelea kusema, wa innal alima, na kwa hakika mwenye elimu, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ardh hatta al-hitan fi jawfi al-ma, na kwa hakika mtu mwenye elimu hutakiwa msamaha na kila ambacho kilichomo katika mbingu saba na kila ambacho kilichomo katika ardhi, hata alhitan fi jawfi alma, mpaka samaki katika ndani ya maji ambao wanaishi. Sawa samaki hao ikiwa maji ya bahari, sawa ikiwa samaki hao maji ya baridi, basi wale samaki ambao walikuwa baharini pia wanamtakia msamaha mtu ambaye alikuwa amefungamana na elimu, ameshikamana na elimu. Inakuwaje kwamba wewe unazembea katika jambo la kujifundisha dini yako? Inakuwaje kwamba kuanzia kuamka kwako mpaka inaingia jioni huna hata sehemu moja ambayo wewe unakwenda kujifundisha dini yako? Tizama muda ambao unaopoteza katika mabao, tizama muda ambao unaopoteza katika makeram, tizama muda ambao unaopoteza katika ma-TV, tizama muda ambao unaopoteza katika simu yako kwa kuangalia haya na yale, katika mambo ambayo yalikuwa hayana faida, na nafsi tayari ishakulea katika hali hiyo. Tizama dakika 30 unapoteza. Hizi dakika 30 lau kwamba ungemtafuta mwalimu akakusomesha Qur'ani wewe, ingekuwaje? Ungelikuwa umepiga hatua. Dakika 30 unapoteza katika simu yako, dakika baada ya 30 unaangalia kitu kingine chenye dakika 30, unaangalia kitu kingine chenye dakika 30, unaangalia kitu kingine, mpaka masaa yanapotea kwa wingi sana. Angalia umepoteza masaa mangapi katika simu yako, umepoteza masaa mangapi katika TV, umepoteza masaa mangapi katika keram, umepoteza masaa mangapi katika mabao na katika mambo ambayo wewe upo. Angalia sehemu hiyo, lau kwamba malakul mauti anakuja kuchukua roho, anakuchukua katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri au anakuchukua katika mazingira yalikuwa mabaya. Kwa nini usitumie muda wako huo ambao ulikuwa umepewa, ambao ni rasilimali yako ambayo ulikuwa umepewa, ukaekeza katika elimu, ukajitahidi ukasoma dini yako, ukajitahidi ukahakikisha kwamba wewe kama hujui kusoma Qur'ani, ukafanya bidii ya kuisoma Qur'ani na ukaielewa vizuri Qur'ani. Kadhalika ukafanya bidii kuijua maana ya Qur'ani, ukafanya bidii kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha nini, na muda bado unao. Ndugu yangu Muislamu, umeletwa hapa duniani kwa lengo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ibada hutoweza kuifanya bila yale ambayo alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndo ambaye alizifahamisha hizo ibada. Sasa vipi wewe utaweza kulifanyia vizuri, utaweza kulitekeleza vizuri agizo la Allah ambalo amekuelewesha na akakujulisha kwamba amekuleta hapa duniani kwa lengo la ibada, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kwamba Allah anasema sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa apate kuniabudia mimi. Sasa hiyo ibada ambayo ulikuwa wewe unatekana uifanye, unaifanyaje ikiwa kwamba wewe hujajiweka katika majalisul ilmi, katika vikao vya elimu? Unaifanya vipi hiyo ibada? Na wengi katika watu hizi swala ambazo ni swala pia hawazijui. Leo tukisimamishana hapa katika sisi tunoswali, kasema simama wewe, nitajie nguzo za swala, nitajie sharti za swala, nitajie wajibati swala, nitajie haya. Sema mimi sijui hayo kabisa. Hayajui mtu na anaswali. Huoni kama huo ni msiba? Vipi unakitekeleza kitu ambacho ukijui? Na kwa nini usikae ukasema unajifundisha? Sasa ikiwa kwamba wewe ni katika hao ambao walikuwa wajui, jua kwamba wewe una dhima. Zinduka, ondoka katika ujinga huo, muda unaopoteza bure. Zindukana katika upande huo, jing'oe. Wangapi unawajua washaondoka duniani na wewe bado umepewa rasilimali ya muda, badala kushikamana na elimu ya dini ukahakikisha kwamba wewe unakaa madarasani unasoma dini yako, ndiyo umetoka katika jambo la dini. Unaopoteza muda wako katika mambo mengine ambayo hayo hatakunufaisha chochote, hatakuletea faida lolote lile katika safari yako ya akhera.
na kwa sababu wewe una muda wako maalum umeandikiwa uishi katika ulimwengu, na hujijui kwamba sasa hivi umebakisha masiku mangapi, umebakisha miezi mingapi, umebakisha miaka mingapi, hujijui. Sasa hebu zinduka ndugu yangu Muislamu, maisha haya tunayoishi ni maisha ya mpito, ni maisha ambayo kwamba kuna siku leo kama si rafiki yako au jirani yako au jamaa yako, tayari muda wake umekwisha kufika kuondoka duniani. Na kila mmoja wetu hapa tukisema kwamba kila mmoja tumsimamishe na aeleze katika wale ambao yeye anawajua lakini tayari wamekwisha kufa, atataja maelfu kwa maelfu. Bado haijawa ni maiza tu kwa wewe, haijawa ni kuzinduka tu kwa wewe ukajua kwamba na mimi zamu yangu ipo njiani. Kwa nini ninazembea katika muda ambao nilopewa? Kwa nini ninafanya upuuzi katika mambo haya ya kidunia? Nisiwe ni mwenye kuzinduka. Fantabihu, barakallahu fikum. Zindukeni. Kila mmoja anajua hali yake katika maisha yake, kila mmoja anajua harakati zake katika maisha yake, na anajua kwamba wapi yeye anafanya uzembe, anajua kwamba wapi yeye anapoteza muda, anajua kwamba yeye wapi anafanya mambo ambayo ya ovyo ovyo, anajijua. Bali al-insanu ala nafsihi basira, mwanadamu anajijua. Sasa ikiwa unajijua wewe ndugu yangu Muislamu, hapo ambapo wewe unakuwa unapoteza muda, hushughuliki na kuisoma dini yako, paache hapo, achana napo hapo. Jitahidi ushikamane na elimu ya dini, ikutoe katika pahala ambapo alipokuwa pabaya, ikuweke katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Na Allah amewasifu watu wenye elimu. Hii hadithi ni refu sana ambao Abu Darda ameieleza, baadaye akasema wa innal ulama warathatul anbiya, na kwa hakika wanachuoni ndio warithi wa mitume, kwa maana wale wenye elimu ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inma warathu alilma faman akhadhahu yoyote. Kisha akasema wa innal anbiya, na kwa hakika manabii lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawajarithisha dinari wala dirham, hawajarithisha mali mitume. Wa inma warathu alilma, kwa hakika wamerithisha elimu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir, yule ambaye atakayekuwa ameshika elimu basi ameshika fungu ambalo kwa kubwa sana, amekishika kitu ambacho kilikuwa adhimu sana. Kwa hiyo sisi tuzindukane, tuipe hima elimu, tusome kisawasawa, tuhakikishe kwamba sisi tunaitoa jamii katika ujinga. Kila mmoja wetu sisi ni balozi, kila mmoja wetu sisi amepewa amana, na hii amana tumepewa sisi viumbe. Hebu wewe muone, Allah ametueleza katika Qur'ani, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Allah anasema kwamba sisi tumeihorodhisha amana kwa mbingu na ardhi na milima, yote imekataa. Baadaye amana hiyo akaibeba mwanadamu. Wanasema amana hapa ni kupewa zile hukumu za dini mwanadamu kuzisimamia. Yeye ndo ambaye amefanywa kuwa ni khalifa. Wewe jiulize, si mwanadamu? Unakijua kitabu cha Allah? Ukisoma matni hujui. Unajua maana ya kitabu cha Allah? Hujui. Unajua hadithi za mtume? Hujui. Sasa hiyo amana uliopewa unaisimamia vipi? Yani amana hiyo uliopewa unaisimamia vipi wewe mwanadamu, ikiwa kwamba hujui kitabu cha Allah kinasema nini, hujui hadithi za mtume zinasema nini? Hiyo amana uliopewa unaisimamiaje ndugu yangu Muislamu? Na wewe kwa pengine tayari ushaingia katika majukumu ya ndoa, ushaingia katika majukumu ya familia, nyuma yako kuna watu unawaongoza. Unawaongozaje? Bila elimu au unawaongoza kimazoea tu? Sasa tuzindukane. Ya kuzungumza tuna mengi sana, nimekusudia nizungumze mambo mengi sana, na aya zipo nyingi sana ambazo zinahimiza katika elimu, kadhalika hadithi zipo nyingi sana zinahimiza katika elimu. Na jamii yetu imeoza, imezembea katika upande wa elimu. Wengi wetu sisi tunaelekea katika elimu za kisekula, wengi wetu, lakini elimu ya dini hamna kitu. Inawezekana mtu akawa amefika profesa, amefika PhD, lakini katika elimu ya kisekula, elimu ya dini hana chochote anachojua. Hata ile suratul Fatiha ya kuswalia pia haijui. Wakati hii ndio elimu ya lazima. Mtu akifumba jicho leo atakwenda kuulizwa kuhusiana na elimu hii. Sasa tuzindukane, sisi wenyewe tuzindukane, lakini na wale ambao tumewasimamia, wale wake zetu, dada zetu, ndugu zetu na watoto wetu,
tuwakuze katika mazingira ya elimu ya dini. Tuangalie katika haya maeneo wapi panasomeshwa elimu ya dini, na watu wamejikita kisawasawa kuwasomesha watu elimu ya dini. Tuwapeleke katika sehemu hizo wakasome elimu ya dini ili wafahamu, kwa sababu wewe ukimlea mwanao katika dini, ukimlea yule ambaye unamsimamia katika dini, ukiondoka leo atakukumbuka kwa dua, atakukumbuka katika mambo ya kheri. Lakini leo sisi tumejikita zaidi kuwasomesha watu sekula, akesha dini tukawapokonya, hatuwasomeshi dini. Matokeo yake hao ambao tunawasomesha sekula wanaanza kuwadharau wazazi wao hapa hapa duniani, kabla hata wazazi hawajaondoka duniani. Wakiondoka duniani unafikiria watawakumbuka? Kwa kumalizia, mzee mmoja alimsomesha mwanawe yeye sekula mpaka akafikia pahala ambapo alipokuwa pazuri. Yule mwanawe akamaliza degree na master yake, akaja zake nyumbani akamwambia, wazee na kikao na nyinyi, nataka kukaa kikao na nyinyi. Kaambia sawa, kikao ni jambo zuri, mwanetu ushasoma, bila shaka utakuwa na mipango kazi yako. Akaja pale yule mtoto kawakusanya baba yake na mama yake na peni yake na calculator yake na kibuku chake, kisha akawaambia wale wazazi, kwa kweli mmenisomesha tangu mdogo, mmenilea tangu mdogo, na nimekuwa sasa hivi nimesoma na master, sio yule wa zamani, lakini sasa nimeona kwamba mimi sasa hivi nataka kuingia kwenye maisha ya ndoa. Kwa hiyo nikaona kwamba kabla kuingia katika maisha ya ndoa, kwa sababu nitakuwa nimeingia katika maisha yangu mengine, nikaona niwaite wazazi wangu hapa. Wazazi wakaona kama kwamba anakusudia kutaja jambo zuri. Kaambia, naomba, nimeweka calculator hapa, nimeweka na kibuku notebook na peni, mfanye hesabu zenu tangia mlipokuwa mmenilea na pesa mlizokuwa mmezipoteza na mpaka kufikia hapa ambapo leo nazungumza na nyinyi wazazi wangu, muniandikie hesabu zote kisha niwalipe kabla sijaingia katika ndoa. Baba mtu akamwambia, wewe ingia katika ndoa, wala sikushughulisha hilo, hesabu tutafanya hapo sisi. Yule akaingia katika ndoa. Kuingia katika ndoa, baba mtu akataka kumfahamisha kivitendo yule mwanawe, kwa sababu amefurutu ada na ametuvuka adabu. Siku hiyo kashaoa, baba mtu akaenda kumtembelea nyumbani kwake. Kumtembelea nyumbani kwake, akamkuta yule mke wa mwanawe. Akamwambia, mwanangu nimemkuta. Akamwambia, yuko ndani. Akamwambia, basi hebu njoo wewe hapa, mimi nataka ninyonye ziwa lako. Yule binti akasema, vipi baba, unasemaje? Mimi nimekwambia njoo hapa, nimekaa hapa, nataka ninyonye ziwa lako. No, nataka unyonye ziwa langu? Nataka ninyonye ziwa lako. Yule akaona kwamba mkwewe kashachanganyikiwa, akamwita mume wake, mume wangu, hebu njoo msikilize baba uko anavyosema, maana naona haya maneno anakuja nayo si sawa. Akaja pale akamwambia, baba unasemaje? Kwani mbona mke wangu ananiambia kwamba unaambia maneno kwa sasa? Akamwambia, mimi nimemwambia kwamba nataka ninyonye ziwa lake. Baba, sasa maneno gani haya? Kwani wewe si ndio wewe uliotuita ukatuambia kwamba tufanye hesabu ili tujilipe yale ambayo ulikuwa kwamba wewe tumekushughulikia? Sasa wewe ulinyonya ziwa la mke wangu ambaye ni mama yako, na mimi nataka ninyonye ziwa la mke wako. Akaona kweli nimetupuka adabu, akaomba msamaha, akasema, baba nisamehe, nimekosea. Akamfunza adabu. Sasa hii yote imepelekea hivyo kwa sababu watu wasomeshwe dini. Mtu akisomeshwa dini, moyo wake unaleleka kitauhidi, unaleleka katika hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tunawalea zaidi watu kidunia, tunawalea watu zaidi kisekula. Mwisho wa siku hii dunia wanaiharibu, jamii wanaiharibu, majumba wanaiharibu kwa sababu ya mazingira ya kidunia. Hawana tauhidi watoto katika majumba, hawana kufahamu akida katika majumba, hawana kufahamu zile hukumu ambazo zinafungamana na yale maisha kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amewataka waja wake waishi. Sasa ni mabalaa na mitihani. Tuzindukane enyi ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala autie nguvu Uislamu na awatie nguvu Uislamu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da' ad-din. Allahumma qul lana wa la taqul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadana wansurna wa la tansur alayna wansurna wa la tansur alayna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una
يا رب العالمين وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. Ewe Allah, tunakuomba kila mmoja wetu ana shida yake ambayo anajua yeye mwenyewe ya rabbal alamin. Tunakuomba kila mmoja wetu mtatulie shida yake ambayo alikuwa nayo, na mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Mtatulie kile ambacho kinachomkwaza, mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati, na iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, tunakuomba wagonjwa ambao wako hospitalini wape uzima ambao usioshindwa na gonjwa lolote lile ya rabbal alamin. Wape shifa ambayo la yughadiru sakama, wape uzima ambao itakuwa ni sababu ya kuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wagonjwa walioko majumbani, kadhalika wagonjwa walioko majiani na walioko katika kila sehemu katika Waislamu, ya Rabbi wape uzima ambao itakuwa ni sababu ya kuabudia wewe, na wahifadhi mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao, na juu yao na chini yao. Kadhalika Allah, tunakuomba Waislamu ambao tayari wamekwisha kuondoka duniani, yabadilishe makosa yao yafanye yawe katika mema yao. Allah, Waislamu ambao tayari wamekwisha kuondoka duniani, wamekwisha kufika mbele yako ya rabbal alamin, wasamehe makosa yao, yabadilishe makosa yao yafanye kuwa katika mema yao. Faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah waingize katika wale ambao utakaowabadilishia makosa yao kuwa katika mema yao ya rabbal alamin. Yafanye kuwa makaburi yao kuwa ni rawdatun min riyadil janna, yafanye kuwa makaburi yao kuwa ni rawdatun min riyadil janna. Allah, na sisi ikifika muda wetu wa kuondoka duniani, tuondoshe hali ya kuwa umekwisha kutusamehe, umekwisha kuturidhia na umekwisha kutuingiza katika rehema zako. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.